Niwape hadithi moja. Mimi nilipoamua kwenda kusomea kufuata wito wa upadri, kwa kweli nilikuwa nimevutwa na mambo ya kiroho na kama nikaamua kuachana kabisa na masomo mengine huku yote, nikaamua kuyaacha. Na baadaye nikatumwa kwenda kusoma nje, nikajua sasa naenda kuimarisha yale ya dini zaidi. Lakini askofu kanambia, wewe nakutuma ukamalizie masomo upewe upadi, alafu utasoma sheria za kanisa. Akanitoa kabisa kwenye reli ambayo mimi nilikuwa nataka. Mimi nataka nibobee kwenye yale elimu Mungu kwa undani zaidi, kama wataalamu wengine wa maandiko matakatifu na teolojia walivyobobea. Sasa nilipoenda kule nikaanza kusoma, nikasema sheria za kanisa ndio zimezaa sheria, ndio sheria za kwanza kuandikwa. Ukijua historia ya sheria za dunia, ndio sheria za kwanza kuandikwa vizuri na kuwekwa kwenye vitabu. Basi nikasema sasa sheria ya kanisa si nitakuwa nahudumia tu sheria za kanisa Katoliki, kwa nini nisisome na sheria zingine? Nikamwomba askofu, baba askofu, naomba niruhusu nisome na sheria za kiraia. Akanambia sawa, endelea. Basi nikaanza kusoma na sheria za kiraia, nikasoma sheria za Kirumi, ndio walianza sheria za kwanza, na sheria za kidunia za kimataifa, lakini nikaangalia nisome zaidi sheria za kimataifa na haki za binadamu kwa makini mkubwa. Na utafiti wa elimu ya degree ya juu kabisa nikaamua kufanya kwenye uhusiano wa dini, yani kanisa na serikali, hasa serikali ya Tanzania. Nikarudi kwa ajili ya utafiti mwaka 99. Nilienda utafiti, nikafanya utafiti Zanzibar, baba askofu. Tena nakumbuka tarehe yenyewe ilikuwa siku ya wagonjwa, tarehe 11 mwezi wa pili mwaka 1999. Nilikuwa kwenye utafiti Zanzibar, nikakutana na Bilali. Askofu alinitengenezea, nikaenda kuona viongozi wa serikali, waziri wa afya, waziri wa elimu, kuona wanavyoshirikiana na serikali, haki za binadamu zinavyoenda huko Zanzibar. Nikaja huku bara, nikakutana na vingunge wengine. Basi viongozi wa dini wakipata elimu sahihi ya haki za binadamu, wataweza kufanya mabadiliko makubwa sana ya jamii yetu, kwa sababu wanaweza kutufunda kwenye dhamiri tuwe na ile aliyotuambia baba askofu, hofu ya Mungu. Lakini hii elimu dunia wataelimisha pia zile sekta zingine wanaosimamia mambo ya kidunia. Nilipomaliza masomo mwaka 2000 nikarudi. Nikakaa, baada ya mwezi moja askofu wangu akaniambia, tunakuomba uende chuo kikuu cha Sauti. Kwa sababu nilikuwa nimesoma mambo ya elimu dunia, haki za binadamu na sheria zingine zinazoendana mambo hayo. Nikamwomba askofu mkuu wa Mwanza niweze kutoa huduma ya kisheria kwa watu ambao hawana kipato. Wakati ule Mwanza haikuwa jiji kubwa kama leo. Kwa tukawa tunakutana huko Kirumba, Angelina Mabula waziri, nikamwomba awe msaidizi wangu, na mwingine sasa hivi ndio mkuu wa tume ya haki za binadamu Tanzania. Basi nikaomba tufanye kazi pamoja, tukawa tunakutana parokiani kwa wiki mara moja Jumamosi. Kwa tukawa tunapata watu wenye shida, tunawasaidia. Tukawatoa watu walikuwa mahabusu. Kwa mfano kulikuwa na mama moja alikuwa mahabusu pale Butimba kwa miaka 10. Alikuwa amehusishwa kesi ya mauaji, alikuwa anatoka Msoma huko. Tulimtoa mahabusu na tukawasaidia watu wengi sana. Na baadaye nikamwomba mkuu wa chuo wakati ule, Padre Rongeza, akaniruhusu tukaandika mradi, tukapata hela, ndio tukatengeneza kituo kikubwa, na baadaye tukaanzisha Faculty of Law. Viongozi wa dini wakipata elimu ya haki za binadamu vizuri, wataweza kuleta mabadiliko makubwa sana, lakini lazima wote waipate, na waipate kisayansi. Mwanasheria kutoka Legal and Human Rights Center anasema leo tumekutanika kwa mambo ya kiroho. Hapana, leo tumekutanika kwa mambo ya haki za binadamu kisayansi, sayansi ya sheria. Na ndio tunataka mababa zetu na mama zetu, viongozi wetu wa dini waipate hii sayansi vizuri. Yule mtetezi wa kina mama Tanzania, anaitwa Neema au Rehema, huyo hapa ameshika simu. Sema jina basi. Rehema. Sasa tukiwatetea msemi sasa. Na yeye
achukue hapa. Hii ni kitu muhimu sana. Viongozi wa dini na nyinyi muwapelekee mikataba ya kimataifa juu ya haki za kina mama. Wawaiteni viongozi wote wa dini, sio wengi sana haya madhehebu matatu haya makubwa, hawafiki hata 1000. Waite semina ya wiki nzima, utapata matunda makubwa ambayo hutatarajia. Wewe wafundishe haki hizo. Wale wanaoshirikia haki za watoto, Legal and Human Rights Center, kina baba Onesimo pale, ole Ngurumo, samani sio Ngurumo, sio wewe, ole, sawa. Sasa watu kama nyinyi waite, waeleze hali halisi ya haki za binadamu Tanzania sasa hivi iko hivi. Viongozi wetu wa dini juu ya watoto tunaomba mfanye haya, kwa very specific. Na imani mkifanya hivi, mkawapa elimu ya kisekta, italeta mabadiliko makubwa sana kwa hayo mnayo yatarajia. Tunajua knowledge is power, lakini Tanzania tulikuwa tunasema information is power. Taarifa kila mtu anazo jamani. Sisi tumesikia mama anatuambia Zanzibar kila siku kwa siku ndani ya wiki una hadithi. Umesema ngapi mama? Kuna siku yani ndani ya wiki una habari labda 2-3. Sasa lakini bado maovu yale yanaendelea tu. Sisi tumeona hili lilotukuta sisi kwa kanisa Katoliki juzi. Umeona waumini wenyewe wanatubana tutoe maelezo. Mimi nimepigiwa simu na BBC, lakini Baba Mtakatifu alishatoa mwongozo kwa muda wa kutosha. Tukaelezwa kuhusu nyanyasaji wa kingono juu ya watoto. Msimamo ni huu, na tunatambua viongozi wa dini. Baba Mtakatifu anatuambia kazi yetu ni kumsaidia mdhambi afanye nini? Atubu. Akasema juu ya udhalilishaji wa kingono wa mtoto haitoshi kutubu. Hiyo sawa, tunakushukuru umefanya mahusiano mazuri na nani? Na Mungu. Lakini hapa duniani lazima uwajibike, kwa sababu hapo umeleta madhara makubwa. Sasa juu ya hizi haki msingi, ukimpa maarifa ya kutosha kiongozi wa dini, sio taarifa. Taarifa sawa itakreate taharuki, wazazi wasema jamani watoto watake, jamani mambo ya aibu. Hata hapa mlivyokuwa mnauliza maswali, hili swali najua mngetaka kutuuliza. Mwandishi wa habari mmoja aliniuliza, lakini mnatuogopa, mnatuheshimu. Najua ya tena leo baba askofu yuko hapa, najua kabisa yani mngekuwa huru leo mngemshambulia sana, lakini kwa sababu mnatuheshimu basi mnazunguka. Lakini unaona point ile enda hivi rudi hivi. Sasa wapeni viongozi wetu wa dini, nyinyi taasisi maarufu Legal and Human Rights Center, naomba msimame. Hii ndio taasisi yenye uwezo mkubwa wa kitaifa kutoa elimu za haki za binadamu Tanzania. Unamwambia Edmund, twende unipeleke BAKWATA. Sawa. Twende unipeleke CCT. Ukienda CCT kuna madhehebu 13. Twende unipeleke LCT, nipeleke Anglican, nipeleke Mennonite, nipeleke Moravian, nipeleke Ukienda BAKWATA kuna mufti wa Zanzibar, mufti wa bara, kuna msikiti, kuna shehe mkuu wa wilaya, wa mkoa, alafu kule chini kuna imamu huku. Sasa huo taratibu ndio muuchukue. Huwa kukutana na umbrella huku juu. Sisi tumeshakuwa trained, UN watakuja, watatupa mafunzo. Leo tumeitwa na Edmund hapa, tutaondoka. Nadhani umenielewa. Tumepokea. Ole, umeshaita mara ngapi viongozi wa dini peke yao kwa wingi? Kila mkoa 10 au 20. Sasa wahudhuriaji wengine wote mnaona promoters of human rights ambao hawajui kuwatumia viongozi wa dini. Hawa baba zetu ndio wanaokutana na waumini kila wiki. Baba mufti hapa, baba shehe Mataka hapa ametoka sasa hivi anambia tunaenda kwenye ibada, leo ni Ijumaa, siku ya ibada rasmi kila wiki. Na leo kulikuwa na waumini wengi kwa sababu ndio siku rasmi ya ibada, ndio siku ya kutoa. Baada ya ibada kuna mawaidha. Na kwenye mawaidha ndio vitu hivi. Mfano sasa hivi tumeona mauaji ya kina mama na uvunjaji wa haki za watoto. Nyinyi mkiwazungukia, baba tunaomba, mbona kwenye mambo ya UNICEF sijui nini mna ma messages kibao? Sasa tunaomba hilo lifanye. Knowledge is power. Mkiwapa uwezo mkubwa wa kisayansi juu ya haki za binadamu viongozi wetu wa dini, hili tatizo litaisha kwa kiwango kikubwa. Na hata pale ambapo tuna balance mila zetu na zenyewe zipewe fursa yake, tafsiri ya haki za binadamu ziweje na kadhalika, kwa sababu hata sisi tulikuwa na tafsiri ya umri wa mtoto kuolewa katika sheria zetu za dini zote na mila zetu. Tunasema pale mtoto wa kike anapokuwa amejitambua kwamba yeye ni mwanamke na anaweza kuwa mama na amefikia umri huo, wazazi wao huwa wanabainisha. Sasa ilishabainika miaka 14 mpaka 16 ilikuwa lakini sasa sheria za kimataifa zinasema
alipewa umri wa miaka 18 ili haki zingine za elimu na yeye mwenyewe kutokusukumwa na mila na desturi na dini tu, awe huru kufanya uchaguzi kwa kuangalia upana zaidi. Ndio tukasema sasa hii elimu na yenyewe tuipeleke. Ndio maana bunge lilijadili kipindi fulani wakasema kuna sensitivity wanaogopa mila tu na dini, tafsiri. Sasa mkiwapa maarifa watatoa interpretation sahihi. Kwa hiyo haitoshi kutoa taarifa. Tumetengeneza vipeperushi, tunahitaji elimu. Elimu yake mafunzo. Nyinyi wenyewe mmesoma sheria miaka 4. Degree tu ya kwanza. Kupata advocate miezi 9. Sijui nini. Sasa nyinyi mnataka viongozi wa dini wapate kwenye kipeperushi. Sasa hivyo tunaomba tubadilike sana wote kwa pamoja. Niliomba nijibu pia maswali mengine kuhusu swala la sentensi au statement au matamko yanayoleta kwa kweli uvunjaji wa haki za binadamu, na tunaona matokeo yake yanaelekea kuvunjwa kwa haki za binadamu. Viongozi wa dini mlikuwa wapi? Ni kweli tunaomba tukiri. Wakati mwingine viongozi wetu wa dini wanapenda sana mazungumzano, dialogue. Hawapendi kushambuliana sana na serikali. Wanajua kabisa wao wana wafuasi wengi. Wanaweza wakaongea hivi kwa umoja wao, vile vile kawa vigumu nchi kutawalika. Kwa hiyo wanapenda pia kuwaona moja kwa moja. Sasa kwa mfano zile sentensi ambazo tunajua hizi zitaleta ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu. Labda tulikaa kimya. Kuna wapo waliofanya mawasiliano, lakini wakati mwingine basi serikali ina nguvu zake, inaweza kaendelea na mambo iliyopanga hata kama tumefanya mawasiliano. Kwa mfano swala la Loliondo. Sisi tumeenda makatibu wakuu kuonana na walio Kenya, walio Handeni na wanaotoka wapi? Loliondo. Tumekutana nao siku nzima. Tumekaa nao Arusha na tukamuita na mbunge wa Loliondo. Tukakaa tukasikiliza hali ilivyo. Tukajua hapa hali hii sio nzuri. Sasa mkakati tufanyeje? Tulipoamua kwenda pamoja na NGO tulizuiwa, lakini hatukuishia pale. Baadaye sisi tulienda. Tumeenda tumekutana nao walioko Kenya, wale 2000 uliosikia. Na hawawezi kurudi kwa sababu wanatafutwa kama wahalifu, lakini wameacha wake, wameacha watoto, wameacha mifugo, wamekimbilia wapi? Kenya. Of course wengine wamesharudi. Lakini kiwaziwazi hivyo sababu ni waliondoka na kulikuwa na mapambano kati ya polisi na wale wanajamii, basi kuna hali hiyo imeshatokea. Lakini tukakutana nao. Tumekutana nao kwenye wazi kabisa. Polisi ilikuwa hotelini wazi kabisa. Tumefanya kikao siku nzima. Tukakaa nao tukakusanya taarifa. Kule Handeni hali ikoje? Wakatueleza. Lakini sisi tunaangalia kwa mfano haki za wazee nimeeleza hapa. Hivi huna namna nyingine kumsaidia huyu mama mzee wa miaka 90? Hali ya hewa ya Handeni itaenda kuishije? Alishazoea ya Loliondo. Kama zimebaki square mita 2000, square kilomita 2500, kwa nini hawa wazee wasitafutiwe mazingira ya huku? Lakini kwa sababu ya bila haki za binadamu yale yote ya kufanywa kazi. Lakini tukatambua pia jeshi la polisi katika mapambano na wenyeji wa Loliondo waliokuwa nahamishwa siku ile, jeshi la polisi lilizingatia sana haki za binadamu. Walikuwa na bunduki ongeza kuwaua wote. Lakini tuliona hata wale waliokimbia Kenya ambao wamedhuriwa kwenye miguu, walitumia, wanasheria mnafahamu, sheria za kupambana. Unamfanya adui awe harmless, ila usimuue adui. Si ndio sheria zetu za kivita zinazosema use in bello and use ad bellum. Sasa shida wanasheria wengine hawajui Kilatini hapa. Katika hizo sheria unaambiwa unapokuwa vitani usimuue adui. Mfanye atupe silaha yake, alafu asikudhuru, alafu mfanye we mateka. Ndicho polisi wetu walipofanya. Na hata ule mzee mmoja aliyedhuriwa, nadhani ilikuwa ni bahati mbaya kwa kweli, hata ukiona ilikuwa ni bahati mbaya au nimekosea ule. Ilikuwa ni bahati mbaya. Sasa sijui yuko wapi, maana anatafuta wapatikane yule mzee aliyedhuriwa. Lakini tuliona pia polisi pale walikuwa fair, tukasema hapa. Na yale yote tulifanya mazungumzano ya siku nzima. Na tukufanya kwa siri. Kwa hiyo sio kwamba tunakaa kimya, mheshimiwa, tukae kimya tunafuatilia. Ila hatutangazi kwa sababu watu wakisikia maaskofu wameenda kukutana na watu wa Loliondo wanaonewa, wanaonyanyaswa. Hata wale walio Kenya wamekuja. Sasa hata wale walio Kenya wangekamatwa. Sasa kwa sababu silikuwa sisi hawakukamatwa. Sababu walikuja tukaongea wakarudi. Na tulikuwa na haja sisi kuhangaikia wanaenda wapi. Kwa hiyo maaskofu wetu wakati mwingine wanapopata taarifa
za sentensi ambazo sio nzuri, statement au matamko sio mazuri, kwa kweli wana namna zao mbalimbali za kuongea na wakubwa zaidi, na wakati mwingine huenda kwa nchi yetu ilivyo inakuwa ni nzuri, ila ni vizuri pia na ninyi wanasheria mnawapelekea taarifa za kisayansi. Baba askofu, baba shehe, hili swala kisheria lieleze hivi hivi hivi, na we mambo yako ya kidini ya kimaadili na ushauri yawekee hapa. Haya, ukifanya hivi hata wao serikali watapiga magoti chini, watakusikiliza. Sasa hamwasaidii, mnabaki tu mje mwalaumu. Kwa nini Panya Road wamesema mwatafute sijui kwa polisi na nyinyi mmekaa kimya? Wapelekee, waambie sentensi kama hii kwa serikali. Kwanza serikali inajiweka kwa matatizo. Mimi nimepigiwa simu juzi na wale wa Serengeti. Tunaomba maaskofu watoe statement juu ya mauaji yaliyofanyika Serengeti. Nikamwambia ni wazo zuri. Ngoja tutafute taarifa sahihi, na tunazitafuta. Hatuwezi kukataa, tunazitafuta hizo taarifa juu ya watu waliouawa huko Serengeti. Tutajua. Na kama ni kazi ilifanywa, kuna state actors. Haki za binadamu zinavunjwa na serikali au na mtu moja moja aliyetumwa, aliyetoa mamlaka, mpige risasi huyu bila akijua kabisa hicho ni kinyume cha sheria, atawajibishwa tu. Serikali si ipo? Serikali ipo. Kwa hiyo serikali itawajibika tu, ni muda wa wakati. Ndio maana ameambiwa, alikuwa na present nani? Nadhani Ole alipowasema muweke documentation vizuri ya matukio yatakuja kusaidia katika vizazi vijavyo. Kesi za uvunjaji wa haki za binadamu hazifutiki. Huyu uliyemkosea haki zake za kibinadamu leo, hata baada ya miaka 60 anaweza kaja kuzidai, na taasisi iliyohusika itamfidia tu, iwe serikali iwe mtu binafsi, lakini taasisi lazima mtamfidia tu. Kwa hivi ni vizuri sana hiyo elimu. Sasa swali lingine ni kuwa ameongea Dr. Father Longino pale. Sasa uhuru wa kuongea, tunaongea. Nani ana wajibu wa kusikiliza? Ni kweli Father, kusoma ibara ya 8 inasema mamlaka ya nchi yanayotumiwa na serikali yanatoka kwa wananchi. Serikali iko accountable kwa nani? Kwa wananchi. Na serikali inapaswa kuwajibishwa na wananchi. Tunawajibisha kwa namna ya kwanza kwenye uchaguzi. Kama haijafanya vizuri tunaiondoa. Kwenye nchi zilizoendelea kama wenzetu kwenye haki za binadamu kama South Africa, mliona Zuma, anaitwa nani yule mzee? Zuma si alistaafishwa? Thabo Mbeki si alistaafishwa? Lakini hata sisi Tanzania wakati wa Kikwete, waziri mkuu nani alikuwa yule aliachia madaraka? Si aliachia madaraka? Hapo ndipo kuwajibisha. Lakini tatizo kubwa Tanzania, kuwajibisha bado kunaendana na anavyojisikia rais. Anavyojisikia. Hatujaweka mfumo wa kuwajibisha serikali, wananchi waiwajibishe nini? Serikali. Hatujaweka bado mfumo. Ndio maana elimu hii ya haki za binadamu ikishawafikia Watanzania wote, wananchi wakisha sema hatutaki, uta step down. Tuliona aliyotokea Sri Lanka, vijana kwenda kuogelea Ikulu. Si mliona? Google hapo utaiona sasa hivi. Sasa hayo yanakuja. Vijana sasa hivi, nyinyi hamtaki kufuata sheria, hamtaki kuzilinda haki za binadamu, vijana watajichukulia watajichukulia mamlaka zake. Gaddafi alikuwa anatawala dunia. Vijana akamwambia, "Sasa wewe mzee, visima vyote hivi vya familia yako, sisi tutapata wapi kumiliki hivi visima vya mafuta? Sasa shida yenu nini? Mahari napata. Sio nini na wapa." Ambia mzee, sisi hatuna shida na hela za matumizi. Shida yetu ni kumiliki visima vya nchi yetu vya mafuta. Ugomvi ukaanza. Knowledge is, na ogopa knowledge ikifika kwa vijana bila viongozi wa dini. Knowledge ifike kwa vijana na viongozi wa dini waipate hiyo knowledge ili waweze kuambia vijana kuna hofu ya Mungu, kuna utaratibu wa kufuata, kuna namna ya kuzitafuta hizi haki zenu vijana, mtu waamini, twendeni pamoja na hivi na vile. Kwa hivyo Father Longino kule kuwajibika kwa kusikilizwa ni swala la
kuweka mfumo wa kuiwajibisha serikali kadiri ibara ya 8. Sasa kwenye katiba, wataalamu hapa wapo wa sheria, kuna haki za msingi za binadamu ambazo ziko kwenye zile ibara kifungu cha part 2. Nadhani ole unaifahamu kwenye part 2 ya constitution, ibara mpaka ya 11. Ambapo ni haki, kwa mfano haki ya ustawi wa jamii, elimu. Serikali itafanya pale, inasema serikali itakapoweza au serikali itaweka utaratibu wa namna ya mtu kujipatia elimu inayomstahili na nini na nini. Hapo ni serikali itakapotaka. Huwezi kuipeleka mahakamani, kwa nini mimi sijafika form 4 au kwa nini mimi nimekosa ada. Serikali haiwezi kuwajibika, ila kuanzia ibara ya 12 hapo unaiwajibisha, sababu imetamka. Na ndio maana kumuua panyarodi utatumia ibara hizo ibara za binadamu, baada ya kuwa tumejielimisha vizuri. Kama kuna swali sana Father, tunashukuru sana kaka.